Mama ashakuwa na kifafa cha mimba, nimezungumza mwanzo kwamba kinachopelekea mtu kuwa na kifafa cha mimba ni lile kondo la nyuma la mtoto linapokuwa lina shida wakati wa kutengenezwa. Sasa ili uweze kumsaidia huyu mgonjwa akishakuwa kwenye hatua ya kuwa na kifafa cha mimba, njia pekee ni lile kondo la nyuma la mtoto liweze kufanya nini? Liweze kutoka. Sasa liweze kutoka bila kumzalisha mama, bila kuangalia umri wake wa mimba imekomaa au haijakomaa. Kwa majina naitwa Dr. Munziri Bashiri, ni daktari kutoka hospitali ya Manispaa Mpanda, lakini pia ni mratibu wa huduma za matibabu hospitali ya Manispaa Mpanda. Tuko hapa leo kwa ajili ya kuelimishana kuhusu kifafa cha mimba, tatizo ambalo limekuwa ni tatizo linalotokea sana katika jamii yetu kwa kina mama wajawazito kwa sasa hivi. Katika moja kati ya sababu zinazopelekea vifo vya kina mama wajawazito, ziko sababu nyingi, lakini tunazo sababu kubwa mbili. Sababu ya kwanza kabisa ni kupoteza damu nyingi, aidha wakati wa mimba au wakati wa kujifungua. Hiyo ndio sababu ya kwanza inayosababisha vifo kwa kina mama wajawazito. Lakini sababu ya pili ni haya magonjwa ya pressure au kifafa cha mimba wakati wa ujauzito. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni tatizo ambalo lina ukubwa wa kiasi gani, na jamii kuna haja ya kufahamu juu ya kifafa cha mimba ni nini kinasababisha, dalili zake ni zipi, na namna gani mgonjwa wa kifafa cha mimba anaweza akapata matibabu akiwa hospitali. Kwa kuanzia kwanza, kabla hatujaenda moja kwa moja kwenye kifafa cha mimba ni nini, kwanza yatupasa kufahamu tatizo la shinikizo la juu la damu, kwa maana ya pressure wakati wa ujauzito. Tunasema mtu anapokuwa mjamzito, ili tumhesabu kwamba ana shinikizo la juu la damu, tunayo makundi mbalimbali. Ile ni jeno, tunasema kama ni mtu ambaye pressure yake, mjamzito ambaye pressure yake inakuwa ni zaidi ya 140, kwa maana ile pressure ya juu systolic, na zaidi ya 90 kwa maana ile pressure ya chini au tunaitema kama diastolic. Na pressure hii inakuwa imetokea kuanzia wiki 20 ya ujauzito wake na kuendelea. Huyu mtu tunasema ana pressure au shinikizo la juu la damu wakati wa ujauzito. Na kategori ya mwisho kabisa ndio eclampsia, ambayo ndio kifafa cha mimba. Kwa kifafa cha mimba huwa tu hakitokei hivi, lakini kinaanza na hiyo pressure kuwa juu, baadaye kisipopatiwa matibabu kinafikia hatua ile pressure kishakuwa juu, ndio inafikia hatua inapelekea kifafa cha mimba au eclampsia. Sasa tofauti yake ni kwamba mgonjwa ambaye anakuwa na kifafa cha mimba ni mgonjwa ambaye anakuwa anaonyesha dalili za kifafa au degedege kwa lugha nyingine, ndio kifafa cha mimba. Kwa hiyo anaanza kuwa na pressure kwanza iko juu, sawa, zaidi ya 140/90 au zaidi ya 160. Hiyo ndio range kubwa, inakuwa pressure iko kubwa kupita kiasi, ikiwa zaidi ya 160 kwa 110. And then baada ya hapo, kama asipopatiwa matibabu, inampelekea anaweza kupata degedege. Nasema zile fits au convulsions kitaalamu. Degedege ni ile hali ya kukakamaa, tunasema anakuwa na kakamaa miguu na kakamaa mikono, anaweza kawa na roll ya macho, anakuwa anageuka anaangalia juu, anaweza akatoa ulimi nje au na povu mdomoni. Zile dalili zote ambazo anapata mtu ambaye anakuwa na kifafa. Hiyo ndio maana nzima ya ndio maana nzima ya kifafa cha mimba. Kwa nini kifafa cha mimba? Kwa sababu kinachosababisha mpaka mtu afikia hatua ya kuwa na kifafa au pressure kuwa juu ni lile kondo la nyuma la mtoto. Katika hatua ya utengenezwaji wa lile kondo la mtoto ndio inapelekea changamoto zote hizo, kikiwa kuna shida kwenye utengenezaji wa ile kondo la nyuma la mtoto. Ni maana tunaitema kama kifafa cha mimba, kinatokea kwa wajawazito. Lakini pia inaweza kutokea kwa mtu ambaye ameshajifungua ndani ya masaa 48 baada ya kujifungua, lakini kuna wengine pia inaweza kutoka mpaka baada ya wiki 6 baada ya kuwa amejifungua. Bado anakuwa kwenye kategori hiyo ya kifafa cha kifafa cha mimba. Sasa tunasema dalili zake ni zipi? Dalili kama nilivyoelezea, kwanza mgonjwa ataanza na pressure inakuwa iko juu, zaidi ya 140/90
lakini ikienda katika range kubwa sana inafika mpaka 160 kwa 110 na kuendelea. And then baada ya hapo sasa mgonjwa anaweza kaanza kupata maumivu ya kichwa, anaweza kupata maumivu ya chembe ya moyo, anaweza pia kuwa na uono hafifu. Hizo ndo dalili kubwa. Hizo sasa ni za pressure, shinikizo la juu la damu kwa mjamzito ambao limepitiliza kiasi. Sasa ikifikia hatua hiyo, kama mgonjwa huyo hata tibiwa katika hatua hiyo, sasa inampelekea sasa baadaye anaingia kwenye stage ya kuwa na kifafa cha mimba, ndio anaanza kupresent na dalili za kuwa na degedege, anakuwa na kakamaa mwili, anaweza kawa na kakamaa miguu na mikono, anaweza kawa ana roll macho, anaangalia macho juu, anaweza kawa anatoa ulimi nje, anaweza kawa anatoa mapovu. Hiyo ndio dalili kubwa ya kifafa cha mimba. Lakini pia wengine anapoteza tu fahamu. Pressure imepanda juu sana, anakuta amefanya nini, anakuwa amezimia. Au mwingine anaweza kawa tunasema ule ufahamu wake unakuwa umepungua au umeathirika. Anapata confusion kama kuchanganyikiwa na dalili kama hizo. Hiyo vyote ni viashiria vya kifafa cha mimba au eclampsia kwa lugha ya kitaalamu. Sasa namna gani tunamgundua mgonjwa kama ana kifafa cha mimba? Tunamgundua kupitia dalili zake kama nilipozielezea pale. Sawa, kama nilipozielezea, akija na dalili ambazo nimezielezea hapo, huyu mgonjwa tunasema nini, anakuwa na kifafa cha mimba. Mtu akishakuwa na kifafa cha mimba, matibabu yake ni yapi? Kwanza, mgonjwa akishakuwa na kifafa cha mimba, kitu cha kwanza kabisa, huyu mgonjwa ni salama zaidi kwake atibiwe akiwa hospitali na sio sehemu nyingine tofauti. Kwanza matibabu yake akishafika, cha kwanza tutaangalia njia yake ya hewa kama iko vizuri, tutaangalia upumuaji wake pia kama uko vizuri, tutaangalia pia na vitu vingine vya msingi, sukari na mzunguko wake wa damu kama uko vizuri. Then baada ya hapo sasa ziko dawa ambazo anapewa mgonjwa ambaye anakuwa na kifafa cha mimba kwa ajili ya kuzuia lile degedege wakati wa ujauzito, whether ameshapata au bado hajapata. Kwa hiyo pia kuna dawa atafanya nini, anapewa. Lakini pia atapewa dawa za pressure huyo mgonjwa, sababu wengi wanakuja na pressure ziko juu. Kwa atapewa pia dawa za pressure. And then baada ya hapo matibabu kabisa ambayo ni definitive Kiswahili chake naweza nikasema ni matibabu ambayo tunasema ni yale matibabu mahususi kabisa kwa hiyo kifafa cha mimba, ni kumzalisha mama bila kuangalia umri wake wa mimba imekomaa au haijakomaa. Naomba ni sisi leo kwa sababu hapa ndo tunapataga shida sana kwenye kuhudumia wagonjwa. Mama shakuwa na kifafa cha mimba, nimezungumza mwanzo kwamba kinachopelekea mtu kuwa na kifafa cha mimba ni lile kondo la nyuma la mtoto linapokuwa lina shida wakati wa kutengenezwa. Sasa ili uweze kumsaidia huyu mgonjwa akishakuwa kwenye hatua ya kuwa na kifafa cha mimba, njia pekee ni lile kondo la nyuma la mtoto liweze kufanya nini? Liweze kutoka. Sasa aliweze kutoka bila kumzalisha mama. Kwa muda huo kama kuna uwezekano wa kumuokoa mama na mtoto, sawa, itafanyika namna ya kumuokoa mama na mtoto. Kama uwezekano huo haupo, hata kama mimba na wiki 28, mimba sio na wiki 29, bado mtoto hajakomaa vizuri, hiyo mimba ni lazima iishie hapo kwa ajili ya usalama wa nani? Kwa ajili ya usalama wa mama. Ila kama kuna mazingira ya kuokoa wote wawili, inafanyika hivyo pia, tunaokoa mama na mtoto. Kwa hakuna njia nyingine ambayo ni definitive akishakuwa na kifafa cha mimba zaidi ya kufanya nini? Zaidi ya kumzalisha mama. Then baada sasa kumzalisha inaweza kuwa kwa njia ya kawaida au kwa njia ya upasuaji. Lakini kwa wagonjwa ambao wanakuwa na kifafa cha mimba, mara nyingi sana tunasema kwamba wanatakiwa wazae kwa njia ya kawaida. Labda kama kuna changamoto ambayo inamsababisha huyu mama asifanye nini? Asizae kwa njia ya kawaida. Kwa hiyo ndo matibabu ya kifafa cha mimba. Athari zipo ambazo anaweza kuzipata mama pamoja na mtoto wote wawili. Cha kwanza kabisa, kifafa cha mimba kinaweza kumpelekea mama akapata stroke. Stroke tunaifahamu kama kiharusi, si ndio? Sasa inaweza kuwa ni damu ikavilia kwenye ubongo, na akishakuwa kwenye hatua ya stroke kidogo inakuwa ni changamoto sana. Lakini pia changamoto nyingine, anaweza huyu mama akapata changamoto ya mapafu kujaa maji au tunaita pulmonary edema, ambayo ikampelekea mpaka upumuaji wake ukawa na nini?
ukawa na changamoto. Inaweza pia kapelekea changamoto ya moyo. Kuna kina mama wanapata changamoto ya moyo kufeli kwa sababu ya pressure ya mimba na kifafa cha mimba. Lakini pia inaweza kapelekea figo kufeli, sawa? Akapata acute kidney injury, kitaalamu figo zikafanya nini, figo zikafeli. Lakini pia changamoto nyingine ambayo anaweza kaipata kwa mama, anaweza pia kupata changamoto ya uganishaji wa damu. Kuna kitu tunakitaka HELLP syndrome kitaalamu. Mgonjwa anakuwa na changamoto ya upungufu wa damu, lakini pia anakuwa na changamoto ya nini, ya zile chembe sahani za damu zinakuwa ziko chini. Hali ambayo itampelekea pia mfumo wake wa uganishaji wa damu unakuwa unaathirika. Kwa hiyo ni complication kwa upande wa mama. Kwa upande wa mtoto sasa, kwa sababu pressure inapokuwa iko kubwa, tunasema ile urutubishwaji wa mtoto akiwa tumboni, sawa, ile perfusion inakuwa iko ndogo. Kwa hiyo inaweza kapelekea moja, uzito mdogo kwa mtoto, whether amekaa nayo pressure kwa muda mrefu, sawa. Lakini pia cha pili, inaweza kapelekea ukuaji wa mtoto ukawa unaathirika, kwa maana ya kwamba kwa sababu damu inakuwa haiendi ya kutosha kwa mtoto, sawa. Kwa mtoto anakuwa lakini anakuwa hakui katika speed ambayo anatakiwa akue nayo, tunaita intrauterine growth restriction. Lakini pia kitu kingine kwa mtoto, anaweza kazaliwa premature, kazaliwa njiti kwa lugha nyingine. Sababu tumesema kwamba mojawapo ya njia ya kumzalisha ya kumhudumia mama ambaye ana kifafa cha mimba ni nini? Ni kumzalisha bila kuangalia umri wa nini, wa mimba. Kwa kama amekuja na wiki 30, kinachotokea pale nini? Atazaliwa mtoto akiwa njiti, lakini pia akiwa na uzito mdogo. Lakini cha mwisho kabisa, inaweza ikasababisha kifo kwa mtoto aliyoko tumboni, intrauterine fetal death. Kwa hizo ndo madhara ambayo anaweza kayapata mama au akayapata mtoto kwa sababu ya kifafa cha mimba. Kuna uwezekano mkubwa sana wa kumzuia huyu mama asiingie kwenye changamoto kubwa ya pressure au kifafa cha mimba kama tu akiweza kugundulika mapema kwenye changamoto yake ya pressure na akapatiwa matibabu, bado hali haijafikia kwenye hali ya kifafa cha mimba. Huyu mtu unaweza kuzuia asiende kwenye nini, kwenye kifafa cha mimba. Sasa ili nimelizungumza kwa sababu haya yote yanafanyika kama mtu atakuwa anahudhuria kliniki zetu zile za wajawazito, kwa maana ya RCH. Kwa mgonjwa akifika atapimwa pressure, atapimwa vingine vitu vya msingi, lakini kwenye mada yetu specific atapimwa pressure, atapimwa pia na nini, na mkojo. Kwa hiyo pressure yake itakapokuwa inaonekana ina changamoto, imeanza kupanda kama nilivyoelezea pale mwanzo, huyu mgonjwa anaanzishwa matibabu akiwa kwenye hatua ya kwanza kabisa. Kwa wengi kama matibabu atazingatia vizuri, anafika umri wa kujifungua na anajifungua kawaida. Kwa hiyo ili sasa tuweze kuzuia tusifike huko kote, inabidi kina mama wajawazito wajitahidi kuwa wanafanya nini, wanahudhuria kliniki kwa maana ya RCH. Na kwa mwongozo wa sasa hivi kliniki wanatakiwa wahudhurie wakiwa na mimba ambayo ni chini ya wiki 12. Wiki 12 ni chini ya miezi mitatu by approximation, si ndio? Kwa hiyo ni chini ya wiki 12 anahudhuria kliniki, kuanza kupimwa kuanzia pale. Kwa hiyo kuanzia pale akipimwa ikaonekana pressure yake ipo kawaida, inakuwa ni baseline. Kwa hiyo baadaye atakuwa anakuja mahudhurio yote yanayofuata ya kliniki. Kama atamaliza vizuri bila changamoto yoyote, inakuwa ni salama. Lakini kama itatokea sehemu akaonekana na changamoto ya pressure ya mimba, anaanzishwa matibabu akiwa bado hajafikia hatua mbaya. Ziko dawa ambazo zilionekana pia zinasaidia katika kuzuia, lakini hazifanyi kazi kwa kiwango hicho. Kitu cha msingi ni kujua kuzuia mapema, pima pressure yako mapema, and then baada ya hapo mgonjwa aanze matibabu kabla hajafikia kwenye hatua ya kuwa na kifafa cha mimba.